usilie. Kuna watu wamekanwa, naenda kusoma miaka 5, nitakuoa. Anafika anakutana na wasomi wenzake. Wewe kwa mwenzangu na lugha 2 ya kuzaliwa, lugha ya taifa yenyewe inakubabaisha. Kule amekutana na wasomi wenzake wanaongea Kiingereza na lugha zingine. Unatuma message Kisukuma, wenzako anatumia Kizungu. Hi baby, wewe homisha kagine. Message ndefu kusoma mpaka ufanye mazoezi. Unaweza ukajingata. Hi baby, hi baby, homisha kagine yako. Nyingine amasomo ulendelea kine. Unachanganya hango na komisi. Message ngumu. Amekutana na wenzake, wasomi wenzake kule, wanapiga ngeli tu. Mungu akupe mtu aliye sahihi. Shetani anaweza akatumia mazingira. Sikiliza nikwambie. Ngoja niongee lugha hii. Mimi nazungumza uhalisia wa mambo yalivyo. Kuna wanaume kama mimi hapa. Yaani nafika mahali anasema Isa, niliwahi kuoa kumbe macho yangu au vipi? Niliwahi kuoa. Kama mtu hajamshika Yesu. Tukienda sasa hivi kwa mfano tuende wapi? Butundwe. Sawa tu yekeni majina. Unachukua pisi ya Butundwe. Unaingia nayo kwamba naenda kusoma. Kwa sababu pisi ya Butundwe na kuchukua pisi ya Geita mjini zinatofautiana. Ukienda chuo sasa kule mama yangu, unakuwa na hivi Butundwe nililogwa au inakuaje? Hivi nililogwa au inakuaje? Nililogwa. Unaanza kumwambia Mungu, hata kama ingekuwa ni wewe, hebu fikiria ni wewe. Nafikia mahali kama kuna kesi ambayo nitaijibu vizuri nikija huko tukikutana mbinguni, ndio hii mchungaji. Mimi nimekubaliana nayo. Pisi ya Butundwe ikianza kupiga number your call is not reachable, try again later. Kashabadilisha na simu. Kakutana pisi ya Mlimani UDSM pale. Unasalitiwa hivi, unakanwa. Kuna mazingira. Kwa kuna watu ambao wamekanwa. Mtu anafika mahali anaona sio level yangu huyu mtu. Ngoma, you are not my type. Ole hage hivyo. Mwambie jirani yako, basi na wewe usarabike tu. Kuna maisha ukiwa huna kitu, na kuna maisha baada ya kitu. Na kuna mtu akishapata kitu, kile ulichokipata kinaanza kukutanisha na watu tofauti. Mpaka unaweza ukawa unaona kwamba maisha uliyofanya nyuma, maamuzi uliyofanya nyuma hayakuwa sahihi. Unaanza kukutana na watu, unakaa kwenye mahoteli makubwa, mnafunga mikataba hapo. Ukiangalia perfume tu inaonukia hapo, unaweza hivi, huyu mtoto aliumbwa au tu alishuka kutoka mbinguni? Ndipo mambo mtu unaweza ukagairi. Sasa sikiza, pointi yangu ni nini? Kuna watu waliokanwa. Petro anamkana Yesu. Na mimi sitaki nikufundishe kukutia moyo. Kuna vitu ambavyo Yesu alivipitia kwenye maisha yako. Kuna majira utafika mtu anakukana. Usipoteze uelekeo. Iwe ni rafiki yako, usipoteze uelekeo. Chochote usipoteze uelekeo. Yaani usipoteze uelekeo. Focus kwenye yale ambayo umeichiwa kuyafanya. Petro alipokana, Yesu alisema ninakwenda, sitorudi nyuma. Hakurudi nyuma. Kuna wakati adui yako anaweza kaona kama ameshindwa kwa kukana na kuharibia. Lakini nikwambie hivi, anakutengenezea. Kuna heshima mbele yako. Acha kutukane leo. Acha wazungumze leo. Acha kubeze leo. Wakukane leo. Tutakutana baada ya siku 3. Haleluya. Tutakutana nikiwa na ushindi. Haleluya. Tutakutana nikiwa na heshima zingine. Haleluya. Tutakutana nikiwa napigiwa saluti. Haleluya. Haleluya. Kuna mahali unakwenda. Haleluya. Kina Petro lazima akukane. Haleluya. Ili Mungu wako athibitike. Petro bwana alikuwa mjanja. Alipoona upepo huyu jamani imemkana, akafanya toba, akalia, akaomboleza. Kina Yuda sasa. Yaani mtu akishakuwa na roho ya Yuda, wanakufaga. Ukiwa mchawi na ukaa na roho ya Yuda, hata injili uhubiriwe mlangoni kwako, wafunge maspika, haokoki mtu. Ana roho ya Yuda. Ukumkute mtu ana roho ya Yuda, ya umbea, piga makofi wewe, piga makofi. Hivi unajua kuna watu wanadundwa ngumi kwenye majumba kwa sababu mume wake hataki aende nyumba ya pili. Anadundwa sitoenda hani. Kesho yake unamwona amekaa pale. Jamaa kiliona anajirudisha. Mama, nilikwambiaje? Uyasikia kuchu. Nimeacha. Kesho tena anaenda. Ukifuatilia ugomvioni nini? Mwana anasema mimi sitakagi aende kwenye nyumba zile. Unakuta mambo ya ndani yameshaanika hapo. Mnaanza kujenga, unashangaa habari unaanza kuambiwa na majirani. Naona bwana unajiandaa kujenga. Unasema nani huyu? Kumbe yumo ndani. Anayekusaliti yumo ndani. Anauza sera za nchi, sera ya familia yako, sera ya ufalme wako. Anazipeleka kwa kina Petro ambao ndani yao wana roho za shetani. Baada ya Petro kutengeneza Bwana, akamwambia hivi, lisha kondoo wangu. Petro alikabidhiwa kanisa na Bwana, lakini kutoka kusaliti. Wewe unaambiwa nini? Kuna vitu gani vinasemwa juu ya maisha yako? Unaambiwa nini kwa habari ya kanisa hili? Unaambiwa nini kwa habari ya mtumishi wako? Viko vinavyoendelea. Lakini mwenye hekima hutengeneza na kuona alipoanguka. Sikiliza,
Sio dhambi kuona umeanguka mahali na ukasema mimi natengeneza, nainuka tena. Una uwezo wa kusonga mbele. Shujaa ni yule ana uwezo wa kutambua nimekosea na akaamua kutengeneza kutoka kwenye makosa aliyoyafanya ili asonge mbele. Mpumbavu ni yule ambaye anajua nimekosea na anaona aibu kusema nimekosea ili kutengeneza. Lakini watu wakuu ni wale ambao wanaona makosa na kukiri, hapa nilikosea, alafu anasema sasa natakiwa kwenda sehemu. Petro akatengeneza na Bwana. Yuda sasa hakutengeneza. Wakampa hela, akatoa taarifa, Yesu akakamatwa. Wamemuua, eti ndio anarudisha hela. Wakamwambia sisi hatufanyagi hizo issue wewe. Hiyo damu iko juu yako. Hatupokeagi. Tulishamaliza biashara, jamaa ndio anarudi kwamba arudishe. Roho ya Yuda bwana inakumbukaga biashara zilishafungwa. Ushakuona watu umemaliza maziko, jamani tunatawanyika hapa, kuna ibada, kila ibada imefanyika, ndio unamkuta sana machozi yake. Yaani mama yangu ningejua. Wewe umeishiwa sera wewe. Unatengeneza na marehemu aishanyamaza. Yaani roho ya Yuda inakumbuka mwishoni. Kuna sababu gani ya kuniambia uzuri wangu wakati nimenyamaza? Kwa nini usiniambie nikiwa niko hai? Marehemu alikuwa mzuri, nikutana naye alikuwa ananipiga vichipsi yani. Lakini ukiwa hai, yule mnoko amepita, yule mnoko yule. Yaani mtu akishaondoka duniani, watu mpaka wanajua, unakuta macho yamevimba, lakini ndio alikuwa mpiga vita. Jamani, mpaka vinaviangusha. Yaani mtu analia kinafiki, macho yamevimba, utafikiri baru jicho limetumuka hivi, utafikiri ikayaika njiwa. Yaani imevimbiana, analia, kumbe mnafiki mtupu. Hawa watu wastahili hata kupewa kipaza sauti. Mimi nikiondoka watu wapige tu masifa huko. Hakuna mtu kupewa kipaza eti marehemu alikuwa nini marehemu. Unajua marehemu bwana alikuwa anapambana. Yale marehemu bwana alikuwa anapiga. Wewe wapi wewe mnafiki? Sema uzuri wa mtu akiwa yuko hai. Shiriki kwenye mambo ambayo yataonyesha kweli unampenda. Ukishawajua weka nyuma, wala usimwambie. Mbona siku hizo unipigie simu? Ujiongezage. Kanuni ya ufunuo wa Yesu ni gonuma. Hatuangaliagi nyuma kwa sababu kuna kugeuka kuwa nguzo wa chumvi. Wa nyuma tunawaacha wa nyuma, alafu tunasonga mbele. Labda uje utengeneze. Lakini kanuni wakati mwingine, usipambane na mtu, usijibishane na mtu. Kuna namna ambavyo ulikuwa umemweka, kuna namna ambavyo unaweza ukamweka, maisha yakaenda mbele. Songa mbele. Na Mungu ananiambia kwenye maisha lazima ujue kujisimamia. Na kujisimamia kuna gharama. Usitake kumpendezesha kila mtu, hautostahili. Nafasi ya kuwa mkuu pia, usitake kumpendezesha kila mtu. Biblia inasema mtoto usimnyime mapigo, kuna kati chapa. Na ndio maana hata hapa mtu akikosea tunapitisha fimbo, haijalishi utarudi nyuma. Kwa sababu kuna mwingine eti wakinitenga wakinifanyia hivi narudi nyuma. Kanisa sio moja. Sawa mama, sawa baba, haibadilishi kitu. Na usiyetaka kuonywa wewe, tafasiri yako anguko lako ni baya mno. Lakini yule aonywaye na kutubu na kutengeneza ni mtu mzuri sana. Anakwenda. Mungu alinifunulia kitu kimoja kwa mtu mmoja. Kashika speaker, yuko sehemu fulani kwenye mti anafanya ibada. Mungu akaniambia nimemkataa. Kwa hiyo kumbe kuna mahali Mungu anamkataa mtu. Anamkataa mtu. Akaniambia nimemkataa. Kuna kipindi ambacho mtu anakataliwa. Ukiona maisha yako yanaenda tu hivi. Jiulize, hauko salama. Yaani ukiona eti inaenda hivi. Yaani imenyoka tu. Hauko salama. Mti wenye matunda ndio unaopigwa nini? Watakuzungumza sana. Hata tube kwenye maisha fulani, ukiingia sehemu fulani utaanza kuambiwa huyu ana iko 1 2 3. Wanakujazia matabia ambayo hauna. Manake ni mti wenye matunda unaopigwa mawe. Mti unaopigwa nini? Mawe. Anasema analinga, anajidai, anafanya hivi. Nini? Ni mti. Wewe una matunda. Usinune, furahia. Yaani kipindi hicho ndio furahia. Nimeongea na mtu mmoja akaniambia hivi asubuhi, nikafurahia sana. Akaniambia sasa mchungaji, nilikuwa nakusikiliza kwenye redio yako. Nikasema wewe una akili sana. Na mimi nikamwambia ndio. Umenisikiliza, umenifuatilia vipi? Yaani ilikuwa moto. Yaani nianze kumwambia sio redio yangu, si wewe wapi? Anaumba huyo. Nikamwambia safi sana, umesikiliza? Hiyo imekaa vizuri. Haleluya. Haleluya. Usirudi nyuma. Wewe ni mti wenye matunda. Lazima utashambuliwa. Utaambiwa analinga. Utaambiwa kila wiki anabadilisha nguo. Jamani, kwani kubadilisha nguo ni matatizo? Ukivaa tena penyewe nguo ile anasema nguo ile. Binadamu utammalizia wapi? Yaani kwamba na wigi lake lile. Sasa ulitaka liwe la wapi? Niletee jingine. Ukitembea huku nyuma umeweka indicator kama gari inawasha huko, anasema na mwaka huu atakoma. Hebu angalia hiyo indicator. Hebu angalia hiyo indicator. Angalia hiyo indicator. Angalia hivyo jamani, hiyo indicator. Si unataka kukata wapi? Watakusema tu. Uanze kupaka kalosheni, unaona sasa tena ameanza. Ukiwa mwanamke anasema huyu anahongwa tu.
Unafikiri nini hapo? Ni kuhongwa. Mwanangu, wapige mapigo mpaka washangae. Piga mpaka washangae. Piga mpaka washangae. Ni majira ya kutembea na neema yako. Haleluya. Watasema watakayosema. Haleluya. Mungu atabaki kuwa pale pale. Haleluya. Nyamaza kimya, usijitetee.